Nikusalimu kwa jina la Yesu, wewe mtazamaji unanitazama majira na nyakati kama hizi. Kwanza kabisa ni swala la kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo tena kutupa kibali na neema. Kuna watu wengi walitamani kuiona siku ya leo lakini hawajapata kuiona. Kwa hiyo ni lazima kwanza unapoiona siku ni lazima umshukuru Mungu, kwa sababu kuna watu sahihi unaona kabisa kuna mambo magumu, mateso, kuna wengine ni wagonjwa wako hospitalini, kuna wengine hawajui leo watakula nini au hawajui leo watavaa nini. Lakini wewe Mungu amekupa neema. Ni jambo la kumshukuru Mungu, mwana wa Mungu, kwa sababu ni majira ambayo tupo kwenye wakati ambao si wakati wa kufanya mzaha kumtafuta Mungu. Si wakati wa kufanya mzaha ukipata nafasi ya kuzungumza chochote mbele za Bwana. Siku ya leo nataka nizungumzie kitu tu kidogo ambacho kitatufanya tutafakari, lakini tuyaone maisha yetu ni namna gani ambavyo kuna mahali tumekwama. Nataka nizungumzie kitu kinaitwa udhalimu. Udhalimu ni lugha ya zamani kiBiblia walikuwa wanatumia neno udhalimu, lakini kwa sasa ni neno hilo linatafsirika kwamba ukosefu wa haki. Ukosefu wa haki. Kwa hiyo watu wengi kwenye maisha yao wameshindwa kutenda haki. Watu wengi kwenye maisha yao wameshindwa kufanya vile ambavyo Mungu anataka wafanye. Sababu unapokosa kufanya haki, Mungu hawezi kuwa pamoja na wewe. Unapokosa kutenda haki, Mungu hawezi kutembea na wewe. Maana yake ni nini? Kuna watu ambao ni kweli Mungu amekubariki, unakaa una maduka, una makampuni, una mashirika, lakini katika kazi zako umeajiri watu. Lakini katika kuajiri watu, namna ya ulipaji wako inakuwa ni shida. Maana yake wewe umekosa haki ya kuwalipa wale, kwa sababu wale wanafanya kazi kwako ili waweze kupata kila ambacho mlichokubaliana, waweze kupata mishahara yao. Kwa hiyo unaweza ukashangaa mtu ana familia, anakuja kufanya kazi, ana watoto wanamtegemea, lakini wewe uliyempa hiyo kazi, baada ya kumaliza kazi kwa makubaliano yenu, lakini unaanza kumzungusha kwamba mara subiri itakuwa hivi. Kwa hiyo hicho kitu kimefanya watu wengi sana wafilisike, kimefanya watu wengi sana warudi nyuma waliokuwa wameinuliwa. Kwa hiyo nataka niseme tu 2026 hii ikawa ni mwaka wa tofauti. Wewe ambaye Mungu amekubariki, lakini wewe ambaye hata hujabarikiwa, kuna watu wengine bado hujainuliwa. Kuna mahali unaenda kufanya kazi, baada ya kufika pale kuna vitu unavifanya ambavyo unakuwa hutendi haki. Maana yake unakuwa labda unaweza ukawa ni mwizi, unaweza ukawa unafoji vitu tu ili mradi upate yale mahitaji yako kwa kutokutenda haki. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kimekuwa kikitesa sana watu. Kwa hiyo mimi nataka nizungumze na wewe msikilizaji unayenitazama mahali hapo kwamba kila maisha unaoishi jifunze kuwa ni mtu wa haki. Kuna watu wengine wanalia kwenye mahusiano, wanalia kwenye ndoa, wanalia kwenye mambo mengi tu, kwa sababu labda mmeingia kwenye mahusiano bado hamjawa katika ndoa. Kwenye hayo mahusiano mmeingia, baada ya kuingia mkawa mnazungumza, mkaweka mipango mingi, lakini mmoja wapo akawa analeta shida, au baada ya kukaa muda fulani haujafikia yale makubaliano kwamba ikifika muda fulani tuoane, unashangaa mwingine tena anamgeuka mwingine, anapata mtu mwingine. Maana yake pale kuna kitu ambacho kimeingia, maana udhalimu pale umeingia, umeshindwa kutenda haki kwa makubaliano ya yule mwenzako. Kwa hiyo watu wengi sana wanaingia kwenye hizi changamoto, iwe ni wakaka wa dada, iwe ni wa baba wa mama walioko kwenye ndoa. Pia kwenye ndoa na penyewe udhalimu unaingia, maana yake ukosefu wa haki unaingia. Unakuta wewe ni baba, una familia yako, una mke wako na watoto kabisa, lakini pia wewe ni mama, una mume wako na watoto, lakini kuna namna ambavyo kuna kutokutenda haki juu ya familia yako. Yamkini unakuta wewe ni mama, unashindwa kumpa stahiki mume wako. Stahiki maana yake nini? Unajua ukiwa kwenye ndoa ni lazima umfurahishe mwenza wako. Kwenye ndoa ni lazima yale makubaliano, na unapoingia kwenye ndoa maana yake ni yani mnashare upendo. Kwa hiyo kuna watu wengine ni baba ni mama, unashangaa wamegawana vitanda, na kwenye ndoa mkishafikia hiyo hatua, maana yake ndani yake hakuna haki kati ya mmoja. Hakuna haki, yamkini huyu mwingine anataka hivi, mwingine hataki. Kwa hiyo ni shida na changamoto kubwa, na ndio maana ukiona familia yoyote imefika kwenye nyakati kama hizi,
huwa ni nyakati ngumu sana, hata Mungu pia hawezi kukaa pale kwa sababu kunakuwa hakuna upendo. Lakini mimi ninachotaka kuzungumza ni kitu kimoja, kwamba wewe baba, wewe mama, wewe kijana, hebu fanya jambo kwa haki. Mkienda kwenye makubaliano na mtu yoyote, fanya kwa haki. Lakini wewe mtu ambaye Mungu amekuinua, umeajiri watu, fanya kwa haki. Ikifika mida mliokubaliana kwa ajili ya kuwalipa watu, walipe kwa haki. Tunaona kuna mtu mmoja kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Yuda, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Yule Yuda alitembea na Kristo zaidi ya miaka mitatu. Alitembea naye miaka mitatu na wale mitume wengine 12. Lakini katika hiyo miaka mitatu ni siku moja pekee iliyosababisha yeye akose haki. Ni siku moja pekee iliyosababisha yeye apoteze kuaminika katika mbingu na kuaminika kwa wanadamu. Kwa sababu gani? Ni siku ambayo alipochukua maamuzi ya kwenda kumuuza Yesu kwa vipande 32 vya fedha. Tunaona kabisa pale kwamba alivyofanya hivyo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 18, inatuelekeza ni namna gani fedha hizo zilizoenda kwa ajili ya kwenda kufanyaje, walivyompa zile fedha wale Mafarisayo na yeye akawaongoza mpaka Yesu alipokuwepo, namna gani yule Yuda zilimpeleka kwenye mauti, zilimpeleka kwenye kifo. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wamefika kwenye hali ngumu kwa sababu ya kutokutenda haki. Kuna watu wengi sana leo wanalia kwa sababu ya kutokutenda haki. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza mahali hapo ulipo, lakini pia na wewe ambaye yamkini unaona kabisa haki zako zimefichwa, yamkini unaona kabisa haki zako sitaki zako zimefichwa mahali, lakini iwe ni kwenye mahusiano. Yamkini unaona kabisa mlianzisha mahusiano na mtu, lakini bado kuna namna ambavyo unaona mwenzako anaenda kinyume. Kuna namna ya kurudi mbele za Mungu, kuna namna ya kusema na Mungu ili Mungu aweze kufanya jambo jipya kwenye maisha yako. Hii 2026 ni mwaka wa baraka, ni mwaka wa kubarikiwa. Kwa hiyo usitembee na matokeo ya mwaka uliopita, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakifeli kwa kutembea na yale matokeo ya mwaka uliopita. Kwa hiyo kama ni mwaka huu, hebu tengeneza future nyingine, tengeneza na Mungu vizuri, alafu Mungu atakupa direction ni kwamba nini ufanye. Lakini nataka nimalize tu na kusema kwamba kila chochote unachokiona na kila chochote unachokiendea ni lazima uwe na mtu anayeona mbele kwa ajili ya kukuongoza. Watu wengi wameangukia kwenye mikono mibaya kwa sababu ya kutokuwa na mtu wa kuonea mbele, kutokuwa na mtu wa kuwaongoza. Nikizungumza mtu namaanisha mtumishi wa Mungu anayeweza kukuongoza kwenye kila jambo unaloliendea. Nikizungumza mtu wa kukuonea mbele, maana yake ni mtumishi wa Mungu, awe ni nabii, awe ni mchungaji, wa kukuelekeza kwamba hapa nenda hivi, hili fanya, hili usifanye. Lakini watu wengi sana hawana hilo, wanaenda kwa akili zao, wanaenda kwa mawazo yao. Ndio maana unakuta mwisho wa siku inakuwa ni kilio, mwisho wa siku inakuwa ni shida. Kwa hiyo nimalize tu kwamba tafuta muda wako, kae vizuri na Mungu na useme na Mungu. Lakini ujumbe huu kama unakugusa, unaweza ukanitafuta kwa sababu ya ushauri, kwa sababu ya kuelekezana kwamba labda ulikwama wapi, ulifeli wapi, ili Mungu tuweze kumuita kwenye maisha yako na Mungu ashuke afanye, kwa sababu Yesu anapomuita anashuka anafanya. Kikubwa tu kwamba ni kutokuwa na mioyo migumu. Unapokuwa na moyo mgumu na kutokuwa na imani, ndio chanzo cha matatizo yanakuwa ni kikubwa sana. Lakini ukiwa na imani ndani yako, utamuona Mungu kwenye maisha yako, iwe ni kwenye ndoa yako, kwenye uchumi wako, kwenye afya yako, kwenye kazi zako, kwenye biashara zako, kwenye kila jambo utamuona Mungu. Kikubwa tu ni imani yako na kumwamini yule ambaye umemwendea kwa ajili ya kukuongoza pale ambapo ulifeli.